Akizungumza, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Makete Bwana Jerry Mwaga amesema kati ya hoja 27 zilizoibuliwa na CAG ni hoja 6 pekee zilizobaki ambazo zinaendelea kutafutia ufumbuzi, huku halmashauri kimejipanga kuzimaliza kabisa. Kwa kauli moja, baraza la madiwani limekubali mapendekezo yaliyowasilishwa na halmashauri kwa CAG kuhusu namna ya kuzitatua hoja hizo na kuyafanya kuwa msimamo rasmi wa baraza hilo. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Makete Bwana Rabson Mahenge amesema ili kutojitokeza kwa hoja hizo tena, halmashauri inatumia mifumo rasmi ya serikali ya kukusanya mapato na manunuzi, hivyo kuendelea kupunguza hoja kwa CAG. Naye mkuu wa wilaya Makete Kisa Kasongwa amesema jambo la kujivunia ni kuona halmashauri ya wilaya Makete imevuka malengo ya makusanyo kwa 103% mpaka kufikia mwezi Mei mwaka 2026 na kupata hati safi, akieleza kuwa anajivunia kuongoza wilaya yenye wananchi wanaojitambua na wanaochangia shughuli za maendeleo bila kushurutishwa. Kwa upande wake, katibu utawala wa mkoa wa Njombe Daktari Steven Nindi ameipongeza halmashauri ya wilaya Makete kwa kupata hati safi na kumshauri mkurugenzi kuhakikisha makusanyo na manunuzi yanafanyika kupitia mifumo ili kuepuka kujitokeza kwa hoja hizo katika siku zijazo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa hoja za miaka ya nyuma tayari zilishajadiliwa na kikao cha baraza la madiwani na kutolewa maelekezo. Namna ambavyo tunaenda, naona kabisa Makete inayokuja ni Makete nyingine, na naona viongozi ambao wanaletwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuanzia Mheshimiwa mkuu wa mkoa pamoja na timu yako Dasi, pamoja na Mheshimiwa DC na timu yake, na namna ambavyo wanatuelekeza na kuongoza, kwa kweli tutafanya kazi kubwa na hatimaye kuhakikisha kwamba wana Makete wanapata tabasamu kabla ya 2030. Niseme umetoa maelekezo mengi sana na sisi tutatekeleza yale uliyotupa. Sisi tuseme maelekezo uliyotupa, mifumo huku Makete tunakusanya mifumo. Kwa mfano kama sisi huku, hata wanaotoza ushuru, wanaokusanya kodi huko, ni masaa 24 kukaa na hela. Ukishakaa baada ya masaa 24 inakuwa ni issue nyingine. Timu inafanya kazi kubwa sana iliyoko hapa halmashauri. Kuna maeneo mengine sisi tumefunga hadi kamera kwenye mageti kuhakikisha mambo tunayoyataka yanaenda sawasawa na wilaya inavyotaka. Mimi ni kuhakikishie halmashauri ya wilaya Makete kupitia baraza hili la waheshimiwa madiwani hawa na wataalamu chini ya mkurugenzi, tutahakikisha tunafanya kazi kubwa, tutahakikisha tunafuata maelekezo, tutahakikisha kila kitu tunakifanya kwa mujibu wa utaratibu na mwongozo ili kupunguza hizi hoja za CAG. Ingekuwa wananchi wanafanya kazi alafu halmashauri haicomplement ile kazi ya wananchi, tungekuwa tuna changamoto. Lakini halmashauri wamejipanga. Waheshimiwa madiwani, mkurugenzi wetu huyu hatulii. Mpaka leo asubuhi nilimwita OCD. Anafanya kazi nzuri sana na wale wataalamu. Wakicombine team wakiongozwa na mwenyekiti wetu wa halmashauri Mheshimiwa Mahenge, wametoa matokeo mazuri ambayo tulitegemea leo ndio tuanze kukimbizana watu wanafikiaje 100%. Na mheshimiwa mgeni rasmi, mapato haya waliomba kuweza kuongezewa bajeti. Kwenye bajeti yao ya awali wameongezewa bilioni 1 na wameweza kuvuka. Hakika wamedhihirisha kwamba hii ni wilaya ya kazi na ni wilaya ya matokeo. Nishukuru sana chama chetu cha Mapinduzi kikiongozwa na mwenyekiti wetu baba yetu Mwawite kwa kutusimamia vizuri sana. Mara zote tuko naye kwenye ukaguzi wa kawaida wa kikanuni na ukaguzi ambao hata sio wa kikanuni, pamoja na katibu wake na kamati yote ya siasa. Hao wote ukikombine ndio wanaoleta matokeo katika wilaya yetu hii ya Makete. Na mimi nimshukuru sana mwenyekiti, anasema tangu mimi nije mambo yanaenda vizuri. Nisiseme tu kwamba ni hivyo. Hawa watu wenyewe wanasemaga hivi, luck is when opportunity meet preparation. Kwa mimi nilivyohamia hapa na mkurugenzi, hao watu tayari wako prepared. Ilikuwa sisi to fill in the blanks. Na sisi tukaendelea kwa walipoacha wenzetu, tukakimbia na ile kazi. Ndio maana unakuta kwamba wilaya yetu ya Makete haipoi wala haiboi. Na hata kama kuna baridi, lakini huku hakugandi kabisa, kazi zinaendelea. Ili uweze kufanya vizuri namna hiyo, kila wakati unapofanya jambo fulani lifunge vizuri. Vile vitambulisho vyake na dokumenti zake, nyaraka zake zifunge vizuri. Ila rafiki yangu CAG anapokuja
isiwe tena swala la kukimbizana. Na mkurugenzi Jerry, ili uweze kufanikiwa vizuri sana, lazima sana mfanye kazi vizuri na DT. DT iko wapi? Hongera sana. Mkaguzi wa ndani Kato. Hongera bwana. Mkaguzi wa ndani kwa miaka mingi ya nyuma tulimuona kama mtu mnoko, si ndio bwana? Anatufuatilia, anatufuatafuata. Lakini CAG ni kushukuru kwamba mmebadilisha sana muonekano wa ukaguzi kutoka ile uso ambao sisi tulikuwa kama lay person tulikuwa naona kama policing, kwenda kwenye ukaguzi ambao ni very inclusive, very participatory, yani ukaguzi ambao ni shirikishi mno. Kwa hiyo sasa sisi hata tunapomwangalia mkaguzi wa ndani hatumwangalii tena ile jicho la policing. Hata CAG kija tunaona tunakuja kukaguliwa ili kwa ajili ya kutuongoza na kutuguide vizuri ili tutumie vizuri rasilimali za taifa. Zamani ilikuwa kidogo inaleta hofu, lakini sasa hizi wameongeza sana density ya kutuelimisha na hiyo imetusaidia sana. Kwa hiyo mkaguzi wa ndani uendelee kutuongoza namna hiyo. Endelea kuwaongoza kwa idara. Usipende sana kula nao chakula kila siku. Usipende sana kupanda magari yao ili uweze kuwa independent ya. Sawa Jerry. Akisha kwamba jamaa anakuwa independent ya ili aweze kufanya maamuzi yake vizuri. Kwa nia njema tu, sio kwa ubaya.